إله الخالق يا الله سهل مرادنا بجاه أحمد. نم يا محشر الصوامي wafatukum al-bushra, ukurasa wa 17 katika mashairi. Ya mashara suami, enyi kongamano la wafungaji, bishara njema ziwapate. Bishara njema zikupateni. Waqad nashara al-bari, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametangaza bimadhikum, kwa kuwasifu uzuri kabisa wafungaji, dhikra, kwa kuwazungumza wafungaji. Alisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, as-sawmu li wa ana alladhi ajizibi. Kwa hiyo nashara al-bari, Mwenyezi Mungu ametandaza kwa kuwasifu sawa katika kuwataja wafungaji kwamba wana mengi watayapata. Kwa hiyo wafatukumul bushra, bishara njema ziwafikeni. Khusistum bishari fihi, mehusishiwa mwezi ambao ndanimo pana itqun wa rahma, kuna kuachwa shingo za watu huru na rehma Mwenyezi Mungu yamiminika. Qad ajzala ar-rahman, hakika amelipa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, lisaimil ajra, kwa mwenye kufunga ujira. Sasa masajiduhu, misikiti yake Mola Subhanahu wa Ta'ala, maanusata, itakuwa ni yenye kuliwazika, bitilawa, haitokuwa mipweke kama hivi sasa, bali itakuwa maanusa, inaliwazika sawa. Bitilawati alkitabi, wa kusoma Qur'ani kwa wingi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa fima qablahu, na katika masiku yaliokuwa kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tashtaki, misikiti ilikuwa ikishtaki, ya Rabbi alhajara, tumehamwa. Lakini utaona hali itabadilika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wasoma Qur'ani watakuwa ni wengi. Ndio maana masajidu itakuwa maanusa, darsa mbalimbali za Qur'ani, lakini pia vipindi vya watu kusoma Qur'ani, nafasi zinapatikana. Walillahi fil ashiri al-awakhir layla, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana kwenye 10 la mwisho, laila, usiku ambao laqad adhuma qadran, hakika cheo chake umekuwa kikubwa. Usiku huo cheo chake umekuwa mkubwa sana, cheo chake kimekuwa kikubwa sana katika usiku huo. Kama muliat ajran, kama ambavyo ujira unamimenwa ndani yake mwa hiyo siku ambayo ni bora kulikoni. Fatuba liqaumin, ongera iliyoje kwa watu ambao adharakuha, wameupata wa usiku wa Lailatul Qadri, washahidu, na wakawa wakuhadhirin, hawajalala. Tanazzalu al-amlaki sama, panateremka malaika wa mbinguni, ayata kubran, ikiwa ni alama kubwa kuheshimisha usiku kama huo. Wafazu, na watu kama hao, hiyo fatuba liqaumin ay wafazu bighufrani al-ilahi, wakafaulu kwa kusamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa asbahu, wakageuka kuwa yushamu alaihim min shadha alfiya aitran, wakawa ni wenye kunusa juu yao sawa harufu nzuri inayotokana sawa na arfiha aitran, harufu nzuri inayotokana na msamaha wa Mwenyezi Mungu. Baada ya msamaha unanusa harufu nzuri ya kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo shamu alaihim, watakuwa ni wenye kuvuta harufu min shadha alfiya, kutokana na fokeko. Shadha hiyo fokeko, yani harufu inavyofoka, kunukika sawa. Aitran, itakuwa ikinukika uturi, harufu nzuri. Wasiyamu junna, ama funga ni ngao.
bidhammi aljim utasoma kwa asiyamu junna. Lakini kuna wakati ni ad-darsun, at-tarsu. Tarsun inamaanisha, tarsu ni ngao, ni ngao. Funga ni ngao. Ngao, unaona mtu akitaka kupigana vita anakuwa na ngao ya kuzuia nini? Mishale. Kwa sababu kupitia funga wao utakuwa unazuia maasi. Mara nyingi mtu akiwa amefunga kufanya maasi ni ngumu sana, ile baraka ya funga si rahisi. Sawa, inama hiyo ni atarswe, ni ngao. Inama Mwenyezi Mungu jaala sawma tarasan, amejalia funga kama ngao, sio kama, ni ngao. Lianna saima yastathiru bi, kwa sababu mfungaji atakuwa anajizuia nayo funga hiyo, bihi anan, kutokana na moto wa jahannam, thawabu na nini na mambo mengine yote. Likathrati thawabihi, kwa sababu ya wingi wa thawabu ambazo zinapatikana katika funga. Waya tahafadhu anil maasi, na tajihifadhi na maasi, wa waswasati shaitan, na waswasi za kishaitani. Sasa fakullama annahu la yamkilu al-intifa, la yakmilu al-intifa, na kila muda ambao manufaa hayawezi kukamilika bitarsin, kuwa na ngao, illa idha, isipokuwa yatakapokuwa hiyo ngao kana muhakkaman, itakapokuwa ina muhakkama, ina nguvu au madhbuti. Yani fakullama annahu la yakmilu al-intifa, na kila ambako tunajua kwamba manufaa hayawezi kukamilika bitarsi, kwa kutumia ngao, manufaa yake, ila isipokuwa idha kana muhakkaman, hiyo ngao itakapokuwa madhubuti. Kwa hiyo unaweza kuona ngao lakini ngao yenyewe hiyo madhubuti, ndio kama hivyo unafunga lakini funga yenyewe ni madhubuti. Sasa kadhalika saum, ndivyo ilivyokuwa kwenye saum. La yatahaqqaqu bihi tatassul, hakutohakikika juu ya mtu kujilinda sawa na mambo mbalimbali katika maasi, illa idha kana mahfudhan, itakapokuwa mtu atakuwa amejihifadhi min almaasi qawlan wa fi'lan, kutokana na maasi sawa kikauli na kimatendo. Walihadha, kwa sababu hiyo basi ndo qala sallallahu alayhi wasallam fi hadha alhadith, kwamba idha kana sawmu yawmi ahdikum, akiwa mmoja wenu kafunga, fala yarfath, asifanye ubaya, wala yasghab, wala sigombane. Ay fala yafhash, asifanye fuhshi kwa maana ya machafu, fil kalami, asizungumze maneno mabaya, wala yasihun, wala asipige makelele, wala yukhasim, wala sigombane hovyo. Fayajibu ala saimi inda alkhusuma, ni wajibu kwa mfungaji wakati anapogombana, alla yatakallama bilfuhshi, asizungumze maneno mabaya, wala yarfau sautahu bilhadhlani au alhudhlani, wala asinyenywe sauti yake juu kweli nyosha makelele bana, haifai. Bali yalzamuhu an yakuna mumassikan, ni lazima awe ni mtu mwenye kushikamana, an jamii, mwenye kujizuia kutokana na jamii almanahi, mumassikan, mumsikan ajizuie, an jamii almanahi, juu ya yale yote yaliyokatazwa, la si kwa kile cha kitendo cha anitaami wa sharabi, kujizuia kula na kunywa tu, ama si yote fakat basi. Wewe asijizuie mtu kula na kunywa tu, mpaka hata mambo kama hayo ajizuie nayo. Sasa fa insabahu ahadun au qatalahu, akimtukana mmoja ukampiga, kwa maana tahayya ahadun limushatamatihi, amejiandaa mtu kwa sababu ya kumtukana, au muqatalati, au anataka mpige, faliyaqul inni mru'u sa'im, amwambie mimi bwana ni mtu niliyefunga, kwa hiyo sitaki maneno, wewe pita tu hivi, biqalbihi, moyoni, bi an yatafakkara fi kaunihi sa'iman, moyoni atafakari kwa sababu yeye kwa yeye amefunga sawa, litaradda nafsahu, apate kuitoa nafsi yake, ansi alqawl, kutokana na kauli mbaya, wayaqwa ala qadhmi wayaqwa, na awe madhubuti ala qadhmi alghayz, ya kudhibiti khasira, waliyaqul aidan bilisanihi mustami'an shatimihi, na aseme akiwa waliyaqul aidha bilisani, na aseme kwa ulimi wake, ilhali akiwa anajisemesha sawa, shatamatihi, kumwambia yule sawa aliyemtukana, biniyatin, kwa nia nzuri, alafu
yani amwambie maneno kwa nia nzuri, sawa. Wa'idhuhu, na kisha wa'adhuhu, na muaidhi, ampe mawaidha. Wadafuhu billati hi ahsan, na muondoshe kutoka hapo katika hali ambazo wao wamo labda wanagombana, billati hi ahsan, katika njia ambayo ni nzuri. Wala yukafiuhu ala shatimati, na wala sija kamlipiza juu ya yale matusi anayemtukana, lialla yahbata, kwa sababu isijetokea kupomoka, thawaba saumihi, thawabu za funga yake. Inshallah tutaje kuondoka. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famisaimi atyabu inda Allahi min rihil miski, ay aqsama sallallahu alayhi wa sallam billahi anna raihata fami saim inda Allahi ahabu min rihi almiski haythu kanat nashi'atan an ta'ati. Ngoja tuje tuondoke na maneno haya.